There is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He hears all of our prayers. Yes, He hears. He sees all that is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling Him, He will answer you. Oh, hallelujah. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Oh, yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Oh, Baba, tunapoomba asikia, anajibu. Leo tunakwenda katika vingine vipya ambavyo tumetupea na tunaanza kutoka mapya kila siku. Tuanze leo kisha kuja mahala hapa tupate kuendelea kujengwa, kuinuliwa na pia kupewa mawaidha na pia kubarikiwa, pia kupokea uponyaji kwa kila njia ambayo pia Mungu kuingilia katika lango. Najua kwamba kitu kipote Bwana asifiwe. Hivyo barikiwa tunapoendelea ya kumweka mchungaji tupate kuendelea kutoka pale. Tupigie makofi. Tupigie makofi. Kwa makofi tunapobarikiwa tutoke. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sio kwa sababu ya kufunga kwangu Mungu anaponya taifa, lakini nisipofunga hataponya taifa. Mwalielewa hapo? Kwa sababu nikifunga na kwa sababu niposa Mungu atabadilisha taifa, basi nitaenda kumudai akikosa kubadilisha taifa. Na niposa anasema ya kwamba He has the final say. Ndio nimeomba, nimejitolea na hayo mengine yote nimetenda, lakini anasema hata kana kwamba umefanya hayo yote, I carry the final say because you cannot control me. You cannot control God. Hallelujah. Hiyo tuweze kuelewa sawa sawa. Nataka tuweze kuondoa udini ndani yetu. Kwa sababu sasa wakati nimesema ya kwamba wakati tulikaa kama miaka 5 bila mtoto, tungeenda na tutoe dhabihu tupate mtoto. Lakini hata kana kwamba tungetoa dhabihu na tukose mtoto, Mungu bado anasema anabaki kuwa Mungu. Ama aliondoka kuwa Mungu, akabaki kuwa Mungu. Kwa hivyo sio dhabihu zetu zilifanya atupee mtoto, lakini lazima tungetoa dhabihu tupate mtoto. Sijui kama mnanielewa hapo. Ndiposa watu wasidanganyike. Mungu anakwambia kwamba toa 1,000 na nitakuombea utabarikiwa. Ninakuambia hiyo ni kununua baraka kwa Mungu. And that is not the order of God. That is a religious person. Mnielewa hapo? Otherwise wale matajiri ndio wangekuwa wamebarikiwa, kwa sababu wangekuwa naenda kwa Mungu na pesa zao zote. Intercessors ndio wangekuwa na mali mingi sana, because they know how to pray for 10 hours, 20 hours. Na sisi tunaomba masaa 3 unaelewa hapo. So what am I trying to say? Sio kwa dhabihu zetu zafanya tuinuliwe, lakini ni kwa kulingana vile Mungu anataka. Lakini lazima tutoe dhabihu. I hope you umeelewa na muelewe sawa sawa tafadhali. Kwa sababu hapo tumeonaga ya kwamba mtu alitoa. Unajua haya mambo inakuwaga gani sana.
Mtu mmoja akaambiwa ya kwamba leta gari yako iwe yangu. Mtu gani leta gari, mtu gani mdanganya, leta gari na wewe utapata mtoto. Akaleta gari, akakaa miaka 4 bila mtoto, akaenda kudai gari. Na wakapelekana mpaka polisi. Kwa sababu gani? Yeye alinunua mtoto na gari. Bwana asifiwe. Lakini kana kwamba angetoa hiyo gari, Mungu ampe mtoto na akose kumpe, yeye bado anafanya kazi yake. Hapo lazima tuelewe sana, kwa sababu hapo ndio tunagagika. Watu wanaganga na maneno hayaeleweki. Whatever we do, God carries the final say. Whatever we do, God carries the final say. Lakini hajasema ya kwamba tusitoe dhabihu. Asema tuzidi na tuendelea kutoa dhabihu. Lakini ni Mungu, He has the final say. What kind of sacrifice I desire. Hallelujah. That one has to sink in our mind. Mungu anajua ya kwamba mimi naombea gari. Na ninaomba, unaona mtu amefuga kama siku 5, amefuga mwezi. Enda pesa yetu utawakuta mtu anaomba siku mingi kwa sababu ya kupata mtoto, lakini badala Mungu ampatie mtoto, Mungu anaangalia listi yake, Mungu badala maombi yake yote haisaidii hata kupata mtoto, anastahili kuwa na nyumba. Sasa ndio nakwambia kwamba sio dhabihu zako zinafanya Mungu atende vile anatenda kile anajua unahitaji. Bwana asifiwe. Kwa hiyo somebody teaching you that lazima utoe hiki, so lazima utoe kile. Blessings of God are free, but we got to sacrifice for them. But even if we sacrifice for them, God carries the final authority. What I need and I desire to make to heaven. Hallelujah. Amen. Sasa naweza angalia na akipata hii gari, ameondoka kwa ufalme, kile nitafanya, nitamwokea neema, ahubirie mataifa yote. Bwana asifiwe. Lakini ombi lake limejibiwa, lakini si kulingana vile yeye anakuwa anafikiria, kwa sababu Mungu ako na neno la mwisho juu ya maisha yako. Na hapo ndio watu wanadanganyika, kwa sababu unaenda unaambia kwamba ati nani amekaa hapo bila mtoto, akuje nimuombee, na ni vizuri kuombewa, ako mahala pale hana kile aombewe. Na mimi sikatai, lakini kile na ninajua na naelewa yule Mungu tunayetumikia carries the final say. Muombe na msiombe. Hata Kristo wakati alikuja, hatukuwa tumeomba akuje, alijua hii ndio wakati wa kuja. Na hata wakati alikuja walimuua, na hata kana kwamba alikuwa msalabani alikuwa na wagonjwa uwe, na akasema na uwawe na akufe na wamsulubishe, na siku ya 3 nitamfufua, kwa sababu mimi Mungu I have the final say on each and every matter in your life. Bwana asifiwe. Kila Mungu ako na haja nacho, mzoga tufike mbinguni. That is the greatest thing. Bwana ako na haja nayo, kwanza tukaweze na kufika mbinguni. Nasoma leo katika kitabu chake cha 2 Peter. Hiyo nimenyera ni kuondoa udini. Nimeondoa udini. Yes. Naona mtu anakuwa na udini, anafikiria akifanya haya na yale, kanisa member of the church. Na anaandika kwenye vitabu za kanisa, watoto wake wakuja kutoa wakfu na Kristo sijui wama. Kristo alisema watoto wote walete wake. Hata kana kwamba ni mtoto gani, wote wakaleta na akaombea. Akatia wakfu. So maneno ya lazima mtoto wako weke mkono, lazima yale tendeke. Hiyo ni dini. Na watu badala wafanye jambo kumtukuza Bwana, tuatega mambo ndiposa tuweze kuingia kwenye vitabu za kanisa. So now nimeweza kusema tunapotoa sacrifices, name it, ili tunapotoa dhabihu zote tunazozitoa, tunazitoa kwa kuaminika na kwa kutii neno la Bwana. We offer sacrifices out of obedience and faithfulness to the kingdom. That is the key thing. Hatutoi kwa sababu of a special thing that we need from God, so that ndiposa tusiweze kwenda kudai Mungu. Unajua nikiomba kwa sababu ya kitu fulani na Mungu akose kutenda, nitaenda kwa Mungu with bitterness. Niliomba
nikatoa dhabihu, nikajifunga na hukutenda. Lakini ninapoomba kwa sababu ya kuaminika mimi ni mwana wa Mungu, kwa sababu ya kutii neno lake Bwana, naye Mungu anaangalia kwenye vitabu zake, na huyu mtu akiwa katika hii kiwango cha kujuana na mimi, cha kuwa na ushirika na mimi, ni nini alikuwa anastahili na kupokea, basi anaachilia. Hallelujah. Hiyo niweze kueleweka sawa sawa. Na ndiposa tusifikirie ya kwamba it's like now, it's like pastoring. Ni kuhubiri ndiposa Bwana anibariki. I'm telling you that is not the trick. Mungu anaangalia roho. Anahubiri apokee pesa ama anahubiri kwa kuaminika kwa ile neema, kwa kuaminika na kile kipawa nimempea. Ni kama mtu anaongoza sifa, kama vile tumeongozwa, ama kuongoza kuabudu, ama kuongoza ibada kwa jambo fulani, na kwa nia fulani, pasipo na kutii na kuaminika na kile kipawa kimetunzwa katika maisha yangu. Ni kama kuja kanisa na nikosa nibarikiwe, na ni vizuri kuja kanisa nibarikiwe, lakini mimi sikuji kanisa ndiposa nibarikiwe na Mungu atanibariki. Mimi nakuja kwa kutii na kwa kuaminika, kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Hayo ndio mambo tunastahili yaiweze kutunzwa katika roho zetu, na ndiposa tusiweze kuwa watu wanakuwa na bitterness na Mungu, watu wanachukia Mungu. In fact, kile kimefanya watu waondokee Mungu ni wakati wameahidiwa na viongozi na makuhani, wameahidiwa ukifanya hivi Mungu atakufanya hivi, ukifanya hivi Mungu atakufanya hivi. Basi huyu mtu si mjinga, anaenda anaandika, niliambiwa nikitoa hizi nitafanywa hivi, ninafanywa hivi, lakini anaona sijafanywa. Huyo mtu anachukia Mungu na kumrejesha kwa Mungu, hakika inakuwaga kazi ngumu. Unaona mchungaji na maswali gani anaulizwa akiwa hapa? Nilienda sijui kwa nani, nikaambiwa nitoe 7,000 na mtoto wangu ataponya, na mtoto hakuponya. Sasa ni Mungu gani aliomba? These are the kind of questions that ask. Questions unaulizwa mpaka unaangalia mtu. Na ndiposa lazima tutakuwa ya kwamba mimi siombi kwa sababu najua Bwana, na kwa sababu nitabarikiwa na ninajua baraka zitakuja, lakini naomba kwa kuaminika na kwa kutii kama mwana wa Mungu. Na ndiposa Mungu anaachilia uungu wake. Ndio maana akasema ya kwamba tondu niamenya kana kwa kinya mahinda kama ya akiugatire, seek ye the kingdom of God first. Kwa sababu anajua tukianza kutafuta Mungu kwa sababu ya rasilimali, kutafuta Mungu kwa sababu ya uponyaji, tukitafuta Mungu kwa mambo mengine, hapo ndipo sasa basi tutaanza kuchukia Mungu, kwa sababu anatenda kwa utaratibu wake. Wangapi hawasho? Kwa utaratibu wetu? Hapana. God is not coerced. You cannot force God. You cannot bribe God like a religious guy. No religious guy, they bribe God. Yeah, I remember that paper. That paper goes and comes back again. It's a religious guy. A religious guy, even if he worship in church, ni kama kuoga Mungu amuinue. Yeye anaabudu kanisa, anatoa fungu, ndiposa Mungu amuinue. Na haya mambo yote ni mazuri, lakini tuna kitu nataka tuweze kuelewa siku ya leo. Yale mambo yote tuatenda katika ufalme wa Mungu, tunatenda kwa sababu tunajua huyu ni baba wetu, lazima ni muabudu. Oh my, Jesus alikuwa mahala pale, na kuna kitu aliweza na kusema. Alisema hivi, si lazima nibadilishe mawe iwe mkate niwe mwana wa Mungu. Nisibadilishe ama nikose kubadilisha, bado mimi ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Na kosa yale yote alijaribiwa nayo, yeye alikuwa na jawabu, kwa sababu aelewa ya kwamba pasipo na Yesu Kristo wakati alikuja duniani hakustahili kuokoa, na hakustahili hata amekosa kuokoa, lakini ndio kazi alikuwa ametuma duniani afanye. Kama hangefufua, kama hangeponya,
watu vipofu waone, na haya mambo mengine yote angekosa kuyatenda, angebaki kuwa mwana wa Mungu. Wadhani ya Joshua hakukosa kuwa mwana wa Mungu, alikuwa tu. In fact ilisemekana, this is my favorite child, this is my what, alipotoka kwenye maji, this is my beloved child, na hakuwa ametenda hata muujiza moja. Yeye wakati alibatizwa alikuwa hakuwa amefufua, hakuwa ametengeneza, hakuwa amepea watu 5,000 mikate, hakuwa hakuwa ametenda muujiza moja. Alitoka tu kwa maji hivi, Mungu akakiri, this is my beloved child. Atende muujiza, asipotenda bado is still my child. Inaweza ifuata, ninakwambia kwamba tunaweza kuweza kuingia katika a lot of religion, udini mwingi. Nifanye vile, niko sana niambie utafanya hivi, nifanye vile. Hiyo nataka hiyo tuwe kwenye mawazo yetu, tuweze kujua na kuchagua ya kwamba kila dhabihu tunazotoa Mungu anaangalia ni wakati gani tunataka kile tunaomba. Hata labda kile tuombea Mungu hapo amepaka kutupea, na yeye tunang'ang'ania pale. Tunang'ang'ania pale. Kuna mtumishi wa Bwana alikuwa anaitwa Lecho alikuwa amekasirishwa na baba yake na bwana yake, mpaka akaambia bwana yake, mimi nipe mtoto ama nife. Lecho aliambia bwana yake, nipe mtoto ama nife. Na kwa kweli alikuwa Joseph, lakini wakati alikuwa Benjamin, kile alikuwa ameomba akapokea na akafa. Hata kujua Benjamin, alipata mtoto na akafa. Brethren, the sacrifice you offer before God, that is not used as a religious activity. It's not a religious activity. Sisi kile tunatafuta ni ufalme wa mbinguni kwanza, na haya mambo mengine yote Mungu wetu atatukabilia. Twende katika Petro, 2 Peter chapter 2. Kitabu cha Petro wa pili sura yake ya pili, kuanzia mstari wake. 2 Peter mstari wa kwanza. No, Peter wa kwanza, sorry. First Peter chapter 2. First Peter chapter 2. The Bible says, Biblia inasema hivi, therefore lay aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Sacrifice. Ondokea haya mambo. Kwa hivyo kuna dhabihu ninatoa. Nikikuta watu wanasegenyana, naondoka. Nikiwa mimi nilikuwa na unafiki, na uacha. Kwa sababu yeyote ako na unafiki, kuna kitu anataka kupokea. That is the issue. Mtu anakuwa hypocrisy, analeta unafiki because akudanganya apokee kitu. Mtu anajifanya mzuri kiposa aweze kukuoa. Lakini sasa wakati unaingia kwa ndoa unajua hata hiyo yote ilikuwa unafiki. Mtu anakwambia deal so straight kwa sababu anataka akimaliza immediately akipokea pesa. Na unajua ukweli ilikuwa uongo. Kwa sasa is a sacrifice. Kuna mambo lazima tutenganishwe nayo, kana kwamba kuna mambo yatatendeka ndani katika nasi na katika maisha yetu. Hiyo ni sacrifice. Tuna mambo tunaambiwa tutengane. Na la pili tumeambiwa ya kwamba haya mambo yote utengane nayo. Ujinyime, sacrifice ni kujinyima. Sasa lazima uachane na haya. Na ukiachana na haya basi mstari wa pili nasema hivi, as a newborn baby desire pure milk of the word that you may grow thereby. Kama mtoto mchanga, you desire ama utamanie neno la Bwana na ndiposa ukaweze na kukomaa. Kwa hivyo kutamania
it is a sacrifice ninatoa. Niposa niweze kusoma neno la Bwana so that I can grow thereby. What do we mean? Kwa nini tunasema kukua baada, kukua after that? Ni kwa sababu kuna kitu kinaachiliwa. There is a godly value. Kuna kitu wakati tunakomaa, kwanza tunaambiwa tufagie. Tunafagia hypocrisy, malice, envy, which translated in their mother tongue, unaweiru na mohiga. Tufagie katika roho zetu. Halafu sasa kwa sababu nyumba imekuwa safi, basi nasi tutamanie neno la Bwana. Tutamanie neno la Bwana liingie katika roho zetu. For the word of God to be released in our lives. Na wakati neno la Bwana linachika katika maisha yetu, inasemekana ya kwamba we grow thereby. What are we growing to be? Tunakomaa tuwe nini? We are growing to have the godly nature. Bwana asifiwe. Tunakomaa tupokee uungu wa Bwana. So in essence, what is happening, we are becoming like God. Tunapotoa dhabihu zinafanana vile Mungu anataka. Tunapotolea Mungu dhabihu, we are drawing. Nitagotaya turataya Ngai wa Ngai tugikiraga thĩinĩ witũ tukahanana na Ngai nigetha ũrĩa Ngai ekaga-rĩ na ithuĩ tũgekaga guo. Mwathani agocwo. Hiyo iweze kuingia katika nafsi zetu. Ndiposa tuweze kutambua maana as a pillar, the pillar of sacrifice, kile inafanya, it draws the godly nature, it draws the godly character, it draws the godly authority, it draws the godly power. Inatunzwa katika roho zetu. Kwa hivyo sasa kutoka mahala pale tukisema na liwe na linatendeka, tukisema na liwe na linatendeka, tukisema upokee uponyaji unatendeka, kwa sababu it is not I. Bwana asifiwe. But Christ, hallelujah, lives in me. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ingie katika nafsi na mawazo yetu, because that is how we are going to bring a change kwa hii dunia. Si kwa sababu unajua sasa tukipata uungu wa Mungu, ndio sasa tukisema na gari ikuje, inakuja kwa sababu tayari tumekuwa kama Mungu. So sacrifices ya tunatoa, dhabihu tunazozitoa sio kununua baraka, ni kupokea uungu. Oh my. Nikyo mudogo wetu Elijah anapata kilima in 40 days, anashuka na uungu wa Mungu. Ngai wako. Na anaposhuka habi Mungu kwa akeraga ino ndikwamba gukuria, but ninasema kama Mungu sasa, until akimaiwa hakutanyesha. Kwa ni Mungu anauliza nani wameongea kama mimi huko dunia? Anaambia ni Elijah. Na kwa sababu nimeweka uungu ndani yangu, itendeka vile amesema. Hallelujah. Let us desire the godly nature. Musa anasema, Joshua anasema, inawezekanaje tupigwa na adui zetu? Hata haulizi Mungu. Anasema najua nisimame pale mpaka nishindanie kwa adui. Ngai yako ya who is that? It is Joshua who has a different kind of a spirit, the spirit of God. Mungu anauliza kwa sababu akona uungu wangu, kile ametenda, amesema na kitendeke. Jua linasimama. Hebu niulize, the scientific guys they know, wakati jua limesimama, na kwambia ni dunia yote inasimama. Si jua inasimama pale, jua iko kimahali inatoka, ni dunia inakosa kuzunguka. Osho modo timohodho, OSP delia devia nayo 18 miles per second. 18 miles. Is it 1800 miles or 18 whatever miles per hour per second? Dunia inakosa kuzunguka by the voice of a servant of God, because I have drawn. Ni akushite ogayo kaharoka akawegwatira akaja tangai. Mwathani agocwo.
These are the sacrifices zile tunastahili kutoa. Sio sacrifice kutoa niweze kupata ndege na haleluya, lakini nikiwa na Mungu nimepata vyote. I know that song naijua. When you carry God, you carry everything. When you carry God, you carry everything. When you carry God, you carry everything. You carry everything. Is the owner of the world. Bwana asifiwe. Yani when we sacrifice, imesema ya kwamba kama mtoto mdogo we desire maziwa ya neno la Bwana, we grow thereby. We are growing to become like God. Paulo akasema ya kwamba when somebody is in Christ, the old nature is God and the new has come. It does not come from people, it comes from God. Na inaposhuka kutoka kwa Mungu, yule mtu sio mwanadamu tena, yule mtu ni Mungu. Yule mtu ni Mungu, na yale anatenda ni yale Mungu angetenda angekuwa hapa duniani. So even if I worship, even if I praise, oh my, siabudu, sisifo, sitoi zaka zangu, sitoi fungu zangu, ndiposa nibarikiwe. Mimi kile nafanyia Mungu, nitoa fungu zangu kwa kuaminika. Deo kekena gicunje giakwa, deo kekena mihothi, deo kekena utungatore ndugatĩirwo, deo kekena mahoya na magongona marĩa mangĩ mothe ndĩraruta, nĩgetha niĩ hote kwĩgwatĩra Ngai oke aingĩre thĩinĩ wakwa. Na rĩrĩa ngeka ũguo, I'm telling you brethren, it is a force to reckon with. Bwana asifiwe. Kuna mtumishi wa Bwana anaitwa Musa. My Moses, uungu wa Mungu unamjaa. Uungu wa Mungu unamjaa, na kile anachonena kiatendeka, kile anachoomba kiatendeka, kwa sababu yeye haombi sasa kama mwanadamu. Direda mwana ukaja kwa fadhili mwanadamu uko na mwana direda kina yale mambo tumechanganyika na kuomba mapeti kayolega huyu agikwa tronikia tagi koronako. Huyu akiwa na mimi hebu jiulize, nikiwa Mungu leo mimi ningekuwa nacho. And here I am, fasting and praying. Oh my God, I need a car. Oh my God, I need a child. Oh gayakoria. Oyo agegwa tena niye. Neke atagekorwo na pio. When you carry God, you carry everything because He's the owner of the world. Brethren, amesema kuna mambo lazima we sacrifice. Tutenganishwe nayo. Your marriage, laying aside marriage, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Hayo mambo yote tuachane nayo. Then tutafute neno la Bwana, lifadike na litunzwe. Then na katika nafsi yetu, then we grow thereby. Every time we pray, we are drawing the grace of God. We are drawing the authority of God. Never tahagia. Dira nakaogai ka 10%. Gogererwo kagi. Gatahia ushu gogererwo. Geoke kana ushuje gogererwo. Geoke kana sadaka gogererwo. Geoke kana gudikari gogererwo. Geoke kana mahogona kaile gogererwo. Ginyaria gakinya kiwango kiria Ngai arenda. Hindi uri ndigatira ngiri kwa Mwathani kuhoya. Ni kwaria ndiri yaragia. Let there be and there was, because there's no I that liveth, but Christ lives in me. Bwana asifiwe. Nataka udini uondoke. Udini ukiondoka hapo, hiyo ndio sasa hapo. That's where the religion starts. And that's why we separate from the religion. Having a form of godliness. Kuingia kanisa mapema kwa sababu nataka nionekane, kutoa dhabihu kanisani, kutoa sadaka na vizuri, haya mambo mengine yote. Lakini mimi sitoi ndiposa nataka kupokea uungu wa Mungu, nataka niweze kupokelewa kanisani fulani. Sio kupokelewa tu na kanisa fulani, niwe waweze kuona ya kwamba I'm the best in worship, katibu. And I am the best in praise.
I'm the best intercessor, I'm the best pastor. That is, hiyo ndio liko ndani ya roho yangu. Lakini Mungu anauliza, mtajua lini? Badala mtafuta hayo mengine yote, tafuteni ufalme wangu, na ufalme wa Mungu natafuta. Mimi hata sitaki ufalme wake, nataka yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Nataka Mungu mwenyewe. Kwa sababu nikiwa na Mungu ufalme nimepokea. Because yeye ndiye mwenye ufalme. So nataka Mungu mwenyewe. Na nikipata Mungu, ufalme is not an issue. Ufalme is not an issue. We grow thereby. Hii Petro akiandika, na Petro hakuwa bali na Kristo. Alikuwa mtu wa karibu sana. Kwa hivyo alikuwa anaelewa kwa umakini. In fact, kana kwamba kuna mtu alikuwa na karibu na Kristo sana ni Petro, John and James. Lakini Petro alikuwa karibu sana. Because hata wakati aliona ameshikwa ndiye alifuata kwa umbali. Brethren, let us desire the godly values. Na tukipokea hizo, tumepata vitu vyote. Anaendelea kusema nini mstari wake wa 3? And if indeed you have tasted that the Lord is gracious. Hallelujah. Kwa hivyo hata amesema ya, kwa hivyo wakati ni kuchota, wakati tunachota ama kuchovya whatever, wakati tunachovya uungu wa Mungu, tunangoja, tunasikia ni mzuri. Oh my. Hallelujah. Na ndiposa unaona ya kwamba wakati mitume walipokea uungu wa Mungu, kabla ya Kristo kuondoka duniani, walikuwa na kauoga fulani, lakini walipokea uungu wa Mungu. Hallelujah. Petro in the first service, and it was an open air service, 3,000 men came to Christ, kwa sababu he was releasing God himself to men, and they could not withstand it. Bwana asifiwe. Anatembea akienda hekaluni kwa sababu alikuwa na uungu wa Mungu. Anapokea ule kiwete, alikuwa amekaa pale kwenye mlango ulikuwa umelembeka. Anasema ya kwamba silver and gold we don't have, but if that God, if the name of Jesus, that the God in me, that is Jesus, rise and walk. Hallelujah. Kiwete anasimama, anatembea, hata anawafuata kanisani. Tukipokea uungu wa Mungu ndugu, tukipokea uungu wa Mungu dada, tumepokea vitu vyote. Ndio watu wameombea mambo mengi. Yes. When you go to one of those presenters, utajua watu wanaombea mambo mengi. Watu wanaombea mambo mengi, lakini wanashindwa. Which is the greatest key? It is the master key. Inafungua milango yote. Kuna wakati nahubiri mambo ya ATM ya Mungu. ATM ya Mungu ukipokea, ukiweka kwa mashine, inatoa mpaka mtoto. Haisi ati inatoa mtoto direct. Ukienda ATM ya Mungu ukipokea, inatoa shamba, inatoa governor. ATM ya Mungu kuna kitu itoaje. Let us desire to grow thereby by giving the godly nature. Uungu wa Mungu ushuke, uungu wa Mungu. You will see the godly values in Jesus' name. Aendelea kusema nini mstari wake 4? Coming to him as to a living stone. Hey, amai. Coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God as precious, and God as precious. You also are a living stone, are being built up a spiritual house, holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Wakati we grow thereby, kuna mambo yanatengeka. Tunakuja kwenye jiwe la ukweli, the living stone. Ile mawe hakuna wakati inafika mwisho. So now ni kama tunachopia uungu wa Mungu unaingia ndani katika roho zetu.
Kwa hivyo sasa muonele mwitole vile tunavyoona mambo, vile tunavyowaza mambo, si kwa mwanadamu tena, kwa sababu already mwili na mawazo yake imefika kikomo. It is God in charge of our lives. Kwa hivyo tunaponena, sineni kama vile mwanadamu angenena, na nena vile Mungu atonena anajua hapa. Ninapoongea, ninapowaza, ninapohubiri, ninapoabudu, siabudu kama vile watu wangetaka niabudu, na abudu vile Mungu atakuwa hapa akiabudu. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Jona inasema ya kwamba Mungu anatafuta wanaomwabudu kwa roho na kweli, because these are the men and the women wanaweza kumfurahisha Bwana. Anasema tunachukua jiwe la kweli, and 5 inasema you also are a living stone, yani tumekuwa mjengo wa kiroho wa kuhani watakatifu, kutoa dhabihu zinazokubalika kwa Bwana kupitia Kristo. So now kile nataka hapa tuweze kuelewa tafadhali, kwa sababu tumedanganyika na tumeweza kuwa tumefika kikomo kwa yale mambo tunaona kwa runinga, kwa yale mambo yametuzingira, kwa yale ule udini tumepitia, kwa sababu pasipo na kutambua maana ya kutoa dhabihu. Huyu amesema ya kwamba tunapokuwa kuhani watakatifu, tunapokuwa a royal priesthood, kile kinatendeka, basi tunatoa dhabihu zinakubalika kwa Mungu kupitia Kristo. So it is no longer I. Dhabihu sio zangu, kuabudu sio kwangu, kuhubiri sio kwangu, kunena sio kwangu, kusifu sio kwangu. Basi ninasifu vile Bwana angekuwa hapa angesifu. Na hapo ndio tunaleta utofauti, kwa sababu tunaposifu vile Bwana anataka kusifiwe, vile Bwana anataka asifiwe, kwa sababu sasa tumekuwa kama yeye na tuwatenda vile angetaka na vile ametuagiza tutende kile kinachotendeka. Basi zile dhabihu tunazotoa, Mungu anashuka kwenye sifa zake na anaangalia katika roho ya huyu mtu, na huyo alikuwa anaangalia mtu alikuwa shida yake ni gani na anatatua. Kwa sababu sisifu kwa sababu niko na shida, ninasifu kwa sababu ninataka uungu wa Mungu, the godly values, the godly nature, the godly character, the godly motive, the godly perspective, the godly conviction be raised upon my life. Na niposa yaliyo yote ninayoyatenda hayatakuwa ni yangu, hayatakuwa ni yangu. Na kwa nini ametaja royal priesthood? Kwa nini ametaja hiyo? Kwa sababu kazi ya kuhani hapo katika kitabu Agano la Kale, kazi ya kuhani hakuenenda in the holy of holies kutoa dhabihu kwa sababu yake. Bwana asifiwe. Hiyo mwelewe sawa sawa. Tayari akiwa nje ya hema ndio anatoa dhabihu yake, lakini akijia holy of holies, kile cha maana anaenda pale kufanya ni kwa sababu ya wengine, taifa lao, watu wao, nchi lao, ndio anaenda kutoa pale. So brethren, kile nataka tuweze kuelewa sawa sawa, dhabihu tunazozitoa ni kuchovya uungu wa Mungu, mienendo ya Mungu, mawazo ya Mungu, tabia za Mungu ziingie ndani yangu, na niposa lolote lile nitendalo, lolote niweza ninalotimiza sio langu, basi litakuwa ni Mungu na Mungu mwenyewe. Mstari wake wa 9. But now you are a chosen generation, a loyal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into marvelous light, who once were not a people, but now are the people of God, who had not obtained mercy,
and now obtain mercy. That I beg you, as sojourners and pilgrims, abstain from fresh wrath which war against the soul. Royal priesthood, a holy nation. Kwa nini haya mambo yote Petero anaandika? Ndiposa tunaposogea kwa Bwana tuweze kuenenda kwa Bwana with real matters, real issues, not petty issues. Siwezi imagine mtu anafunga siku 5 na anaopia Mungu akiwa mbinguni anauliza, "Kai, kwani wali yale uwezo niko nayo? Wewe jua hawezi jua nguvu niko nazo. Ndio, I can have all the titles. I have all the securities. Lakini nikienda Central Bank, niwaambie nataka mnikopeshe 5,000. Nitakuuliza, sasa sienda kwa mswali upate. Si ni kweli? Yaani unaona Mungu anasema si hata mswali nakupea hiyo. Tuliza inakupea hiyo. Central Bank, you come for real issues. 10 billion, 100 billion, you get it. Yes, you have all the documents. You have all the qualifications. Yes, you are holy. Yes, you are righteous. Your sacrifices are good. But when you come to God, ask real issues. And real issues is a godly value. I need you, God. I need your nature. Tabia zako nataka ziwe tabia zangu. Mienendo yako iwe mienendo yangu. Kuwaza kwako kuwe kuwaza kwangu. Kuongea kwako kuwe kuongea kwangu. Nguvu zako ziweze nguvu zangu. Mienendo yako iwe mienendo yangu. Na nilipofanikiwa mahala pale, I shall be able to decree and it come to pass. Because it's not I that live, but Christ lives my life. Brethren, hii lazima tuweze kuitunza katika nafsi na roho zetu. Kwa sababu pasipo na hayo, tutakuwa na shida katika maisha yetu. Na ndiposa unaona ya kwamba watu wanakuwa frustrated. Unaona mtu anakuwa frustrated kwa sababu ameombea jambo, nimekosa kutimia. Sasa anashindwa, kwani Mungu anifikirie? There is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He hears all of our prayers. Yes, He hears. He sees all that is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling Him, He will answer you. Oh, hallelujah. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Oh, yupo